Elimu ya sekondari kwa njia mbadala ndicho ambacho tunaenda kukizungumza kwa wakati huu ndani ya Alasiri. Ni elimu ya aina gani hii na pengine inapatikanaje? Na ina manufaa gani? Kuna wanafunzi wengi ambao wanamaliza elimu ya msingi lakini wanapotea tu. Pengine elimu hii inaweza kuwa msaada kwao. Tunaye hapa mwenyekiti wa Shule Huria Dar es Salaam, Robert Kaijage Rwezaula, na atatuambia mengi kuhusu elimu hii. Karibu sana Robert. Asante sana. Shule Huria, tuanzie hapo. Ni aina gani hii ya shule kwa manufaa ya wengi? Asante sana. Kama ambavyo umenitambulisha, ninaitwa ndugu Robert Rwezaula. Ni miliki na mdau wa shule Huria. Shule Huria ambazo zinakuwa chini ya uratibu na usimamizi wa taasisi ya elimu ya watu wazima chini ya Wizara ya Elimu, kwa maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapoongelea shule Huria, kwanza tufahamu tunayo mifumo mbalimbali ya elimu nchini Tanzania. Tuna mifumo ambayo tunasema ni formal education system na non formal education system, kwa maana kwamba mifumo wa kawaida unaotolewa elimu kwa njia za kawaida kwa zile ambazo mimi na wewe na wengine ambao tutakuwa tumepitia, lakini kuna ule mfumo ambao watu wanaweza wakasoma bila kufata ule utaratibu wa kawaida kwa maana kwamba watu wanaweza kusoma wakiwa wanafanya shughuli zao, wanaweza wakasoma wakiwa majumbani, wakiwa kwenye biashara zao, wakiwa kwenye shughuli zao, na ndio maana inaitwa elimu kupitia mfumo Huria. Tunaposema Huria, maana yake ni ile flexibility ambayo inaweza ikajitokeza katika kuendesha au kuratibu shughuli fulani. Ndio maana inaitwa Huria ukimaanisha Huria. Flexible. Tumezoea hii kule kwenye elimu ya chuo kikuu kule. Kumbe na sekondari pia kuna elimu Huria. Sasa huku chini sekondari inaitwa ni elimu ya sekondari kwa njia mbadala. Na kwa mfano kwa Tanzania inasimamiwa na taasisi ya elimu ya watu wazima. Taasisi ya elimu ya watu wazima, wao ndo wana mamlaka mandate ya kuanzisha, kusimamia, kuratibu na kuendesha. Lakini sasa kwa sababu serikali ni shirikishi, inawaruhusu wadau wenye uwezo wa kimiundombinu, wenye uwezo wa kielimu, utashi kuweza kuanzisha na kuendesha, na ndipo ilipojitokeza watu kama sisi. Unaposema mimi ni mwenyekiti wa miliki wa shule Huria, kwa maana kwamba kwa Dar es Salaam hii tunazo shule mbalimbali zinazoendesha kwa mfumo huu Huria, na nayeongea ni mdau wa elimu, na mimi ndo mwenyekiti wa hizo shule. Zipo shule nyingi ambazo zinaendesha kwa mtindo huo, lakini wote tunapata maelekezo na kusimamiwa na taasisi ya elimu ya watu wazima. Sawa. Naam. Mbona naweza akawa anashangaa hapa pamoja na mtazamaji. Naam. Tunatofautiana katika matamshi. Ila Robert tunamwelewa kwamba anachomaanisha ni Huria na sio Hulia. Na maisha Huria. Ara. Yes, ara. Sawa. Shule hizi serikali inazitambua chini ya taasisi ya elimu ya watu wazima. Naam. Zimeanza kufanya kazi zina muda gani sasa? Zimekuwepo, kwanza zilianzishwa kwa sheria ya Bunge ambayo nafikiri zimekuwepo toka miaka 1970 na kadhaa huko nyuma. Kwa hivyo tulikuwa tukifahamu kuhusu elimu ya watu wazima zamani, ndicho hichi cha zamani ilianza kama mmemkwa watu kama ndio kitu kama mmemkwa fulani hivi. Wakasema pia elimu ya upe vitu kama vile pale, lakini kwa sasa hivi taasisi ya elimu watu wazima ina mpaka sasa wanatoa elimu kwa maana bachelor, na ndio watu wanafika pale shuleni wanasoma, lakini kwa level za sekondari nadhani uliwahi kusikia watu wanasema anaenda kusoma QT. Kama uliwahi kusikia kitu cha namna hiyo. Lakini QT sio darasa, ni mtihani unaitwa qualifying test, QT. Sasa watu mtani kwa sababu hawaelewi wanasema mimi ninaenda kusoma QT, lakini huwezi kusoma mtihani, ila mtu unasoma kwa ajili ya kufanya mtihani fulani. Sasa hivi huo mtihani umeondolewa, huu kama mwaka wa pili hivi haupo. Watu walikuwa wanaweza kusoma ndani ya mwaka mmoja anafanya mtihani
wa vidato viwili. Mwaka wa pili anafanya mtihani ule mwingine wa vidato vingine viwili. Maana yake kidato cha kwanza na cha pili mtu anasoma mwaka mmoja. Alafu kidato cha tatu na cha nne anafanya mtihani wa kidato ule mwaka wa kwanza form 1 na form 2, mwaka wa pili anafanya form 3 na form 4, na mwaka wa tatu anafanya form 5 na form 6. Maana yake 1 to 6 anatumia miaka mingapi? Mitatu, na anaingia zake chuo kikuu. Sisi wakati tunaanzisha mfano mimi ni mmiliki wa Brothers Academy, tulianza nadhani 2008. Sasa mtu anapokuja anakuambia, mwalimu, mimi nimesoma miaka 4 nimefeli, ninawezaje kusoma ndani ya mwaka mmoja nikarisiti? Nafikiri neno kurisiti limesikika kwenye masikio ya watu na watu wengi wao waelewi. Unaposema kurisiti, kurudia mtihani. Yes, kurudia mtihani. Hii ni neno la Kiingereza, maneno mawili. Watu wa lugha mtakuwa ni wazuri kwenye hili. Kuna maana ya re kwa maana kiambishi awali chenye maana ya tena, na neno sit kwamba umekaa kwa ajili ya. Tunapofanya mtihani tunasema sit for exam. Sawa sawa. Kwa hiyo unasema re-sit maana yake unakaa tena kwa ajili ya nini? Ya mtihani. Sasa mtu anakuambia hizi elimu hulia mara nyingi zimezoeleka kwa watu ambao hawajawahi kusoma kabisa sekondari. Anasoma kidato cha kwanza mpaka cha 4 ndani ya miaka miwili. Alafu kidato cha 5 na 6 mwaka ule mwingine ngapi? Mmoja. Ina maana 1 to 6 miaka mitatu. Sasa mtu anakuambia, mimi watu wanasoma miaka minne wanafeli, ninawezaje kutumia miaka miwili mimi nikafaulu? Hiyo ni changamoto. Lakini ule mtihani wa QT pia ulivyokuwa umekaa huko nyuma ni kwamba unaweza ukatumia siku moja kufanya mtihani mzima ukamaliza. Maana yake kwamba ulikuwa unafanya masomo 5 kwa ndani ya masaa matatu, na hivyo pepa la kitu ndio umemaliza hivyo. Sasa hivi imeondoka. Ulikuwa unafanya masomo 3 ambayo ni Kiswahili, civics na English. Then unachagua kati ya history na geography, kati ya physics na hesabu, kati ya chemistry na biology. Unapiki jozi moja ya masomo mawili, unajumlisha kwenye yale matatu, yanakuwa 5. Ndani ya masaa matatu unamaliza mtihani wa QT. Ukifaulu mwakani unaweza kufanya mtihani ngapi? Mtihani wa form 4. Sasa hivi hiyo kitu imeondolewa. Sasa hivi kilichopo hasa kwenye hii elimu ya elimu huria au sekondari kwa njia mbadala. Yes, au elimu ya sekondari kwa njia mbadala. Nini ambacho kipo ndani yake? Kilichoko mule ndani ni kurahisisha watu waweze kujipatia elimu ya sekondari kwa muda mfupi. Hiyo namba moja. Namba mbili, waweze kupata elimu ya sekondari huku wakiwa wanaendelea na ratiba zao. Maana kwamba unaweza ukawa asubuhi kwenye shughuli zako, jioni ukaenda ukasoma. Unaweza ukasoma jioni, asubuhi ukawa unafanya shughuli zako. Ukasoma asubuhi, jioni ukafanya shughuli zako. Lakini pia unaweza ukasoma hata ukiwa nyumbani. Mfano sisi pale tuna huduma za VIP na tunaruhusu kwamba kuna mtu uko busy hawezi kufika pale shuleni kwetu Brothers Academy. Unaamua kwamba okay, sasa tutakufuata kule ulipo. Kwa inaruhusu ukishajisajili kufanya mtihani, unaweza ukasoma kwa njia ya online, unaweza ukafuatwa nyumbani kwako, unaweza kwenda mahali shule ilipo ukasoma. Kwa kilichopo ndani ya sekondari kwa njia mbadala ni kwamba haulazimiki kusoma kwenye umri wa kawaida wa kishule, haulazimiki kuvaa uniform kwenda darasani, na si lazima kuwahi kuhesabu namba, si kufanyaje, vyote hivyo sio lazima. Ni kwamba wewe unajua nimejisajili kufanya masomo yangu na ni lazima ni attend vipindi kwa njia anayoweza kuingia kwenye chumba cha mtihani. Na sasa hivi kwenye mitaala ilivyobadilika, wameweka kwamba unaweza kusoma masomo 6 ya lazima, ambao sema wameingiza masomo mawili. Kuna somo la historia ya Tanzania na maadili, na kuna elimu ya biashara ama masomo hakuwepo, yameingizwa na mwaka huu ndo mara ya kwanza form 2 wanafanya. Okay. Na kwenye hizo shule nazo wameruhusu mambo yaende hivyo. Sawa sawa. Ufanisi sasa ama matokeo ya elimu hii ya sekondari kwa njia mbadala tangu ianzishwe na baada pia ya mabadiliko ambayo umeeleza kwa hivi sasa upoje? Kwa sababu tunaona wanaosoma hapa wengi wao pia wa watu wazima. Wengi wao ni watu wazima, na ufanisi ni kwamba zamani ulipokuwa ukimaliza shule kama hujafaulu kwenda mbele, unahisi kwamba maisha yangu yamefika kikomo.
Kwa una opt njia zingine ambazo mwanzo hazikuwa matarajio yako. Na ndio maana mtu anakuambia kusoma sio lazima, kwani waliofanikiwa wamesoma tu. Mtu anaweza kutafuta misamiati ya kumsupport, lakini sasa hivi unaweza ukasoma ukarudia ukafeli ukarudia mpaka kufikia malengo yako. Na ndio maana sasa hivi utaona kuna watu wengi ambao wamepitia mifumo hii kwa leo ni madaktari, ni mainjinia, ni wako kwenye taasisi mbalimbali, ni waandishi wa habari, ni wanasheria wakubwa, yani watu wamezagaa kila kona. Na ni kwa sababu waliweza kusoma bila pressure. Unajua hii elimu kwa njia mbadala ni kwamba unaweza kusoma ukiona kwamba mwaka huu sijao vizuri, haufanyi mtihani. Au umeona mimi mwaka mmoja unitoshi, ngoja nikae miaka mingapi? Miwili. Juzi tulikuwa na ndugu yetu mmoja anasema mimi nimefanya kila kitu. Nimezunguka, nina exposure kubwa, lakini kuna mahali na kwamba. Tulikuwa na ndugu yangu, sikumwambia niseme haya, akasema ndio sema. Tulikuwa na ndugu yetu mheshimiwa mbunge wa Kigoma. Anasema narudi kusoma, na ni mwanafunzi wetu leo tunapoongea yuko pale Brothers Academy akisoma pale. Lakini anakuambia nina exposure kubwa. Swali je, lakini kuna mahali nafika na kuta sina cheti, itakuwaje? Kwa hiyo kinaambia ufanisi wake ni kwamba wapo watu wamefikia malengo ya kuwa na vyeti vyao, lakini wameondokana zile aibu walizodhani kwamba wana aibu. Unajua wakati mwingine mtu elimu kwa walioenda shule, elimu ni mamlaka. Sasa unapokosa mamlaka unajua adha ya kuwa mnyonge. Kwa hiyo elimu ni authority. Sasa kuna mtu unaweza kuta una kila kitu, lakini ukikuta huna elimu, kuna vitu fulani unahisi unapwaya. Na tunao watu wengi ambao imewasaidia na leo ni wasimamizi kwenye taasisi mbalimbali za binafsi, za umma, za serikali na kila kona. Ni elimu fulani ambayo sana wakati anatangaza kurudi shule. Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini, alijivunia sana kusema kwamba sasa narudi shule. Wakati tunaongea naye nilimuuliza nje ya kamera, nikamwambia kaka, sasa hii siipige kimya kimya. Akasema pana, hii nasema wapo watu wananiambia sijasoma, sasa narudi. Akaniambia la, au nitafeli. Nikamwambia huwezi kufeli. Lakini pia inaenda kuleta athari chanya katika jamii. Pengine kuna mtu kule alikuwa na hofu ya kurudi shule, lakini sasa anaweza akaona kumbe kama mbunge ambaye tayari uko bungeni na ameona kuna umuhimu wa kurudi shule, mimi ni nani nisirudi shule? Ni kweli. Kwa hili inaonekana kuna tija kubwa sana ya shule hizi huria katika jamii zetu sana. Lakini pia ukiangalia, ukipata historia nzuri ni kwamba zamani shule hazikuwa nyingi, lakini kuna watu ambao walijikuta muda wa shule umewapita na walikuwa na tamaa ya kufanya nini, ya kwenda shule. Kwa hiyo unakuta hizi shule zinapokuwepo kwa kweli zinarejesha matumaini, kwa sababu kwanza unapoingia darasani, sisi pale shuleni, nitoe mfano, kuna watu walika tofauti, kuna watu wazima kabisa wanakuja na heshima zao. Ukimwangalia wewe ni mwalimu, unaona wewe ni babangu. Wakati mwingine ukimfundisha nakwambia samani mwanangu, hapo kumekaaje hapo. Wewe ni mwalimu alafu nakwambia wewe ni mwanangu, samani mwanangu. Umeelewa kitu namna hiyo? Sasa namna tunavyowafanya wale watu, unakuta madarasa yao tumeyatenga ya watu wazima, madarasa ya vijana sehemu yao, madarasa ya watoto sehemu yao. Mimi na wewe kama tulikuwa tunasoma unikalisha na mtoto miaka 18, kidogo unajihisi mnyonge kwamba nilikuwa wapi wakati wote ule pale. Sasa kwa hivyo hampokei watoto ambao ni wadogo? Tunawapokea vijana wa level za sekondari, lakini wale wenye umri mdogo miaka 13, 14, 15 huwezi kumchangamanisha na mtu wa miaka 50, miaka 40, miaka 30. Kwa sababu elimu hii huria hii inawakusanya watu wa jamii zote, walika zote. Pale tuna wake za watu, tuna ume za watu, tuna watu wana maofisi ya biashara makubwa, lakini shule hawana vyeti. Na wengine akiona na hela anaweza kuambia napataje cheti. Unamwambia huna namna, ingia darasani. Hakuna option mbadala. Una hela zako, ingia darasani, una namna. Kwa hiyo tunawapokea, lakini tunawagrade kulingana na age zao, namna yao, miondokano yao, lakini pia na heshima zao. Tunatofautiana kwa jamii namna tunavyochukulika. Kwa hiyo tunafanya hivyo, na imagine ndani ya miaka miwili unamaliza form 4. Ule mwaka wa 3 unamaliza form 6. Ule mwaka unaingia chuo kikuu. Tuna watu wengi sana ambao ninapongea hivi wao ni mashuhuri, ni kwa sababu mdoenda hautoshi. Ingekuwa ni kipindi cha watu kupiga simu, wange prove hili tunaloliongea. Lakini hata hivyo serikali imekuwa inatupa mchango mkubwa sana, kwa sababu watu hawa wanapopitia kwenye shule zetu kama hivi, wanafanya mitihani
ya moko chini ya taasisi ya elimu ya watu wazima. Wanafanya mitihani ya NECTA chini ya baraza la mitihani. Kwa baraza la mitihani ndilo linalo wa awadi vyeti watu hawa. Kwa mtu aliyesoma Brothers Academy na ule soma sehemu nyingine, cheti chenu mamlaka iliyokitoa ni hiki ni mamlaka ni moja. Lakini bado wanapewa zile living certificate kwa wale vijana wadogo wenye miaka chini ya miaka 25, wanatoka shule zetu hizi wanachaguliwa kwenda shule za serikali moja kwa moja. Kwa anaweza akamaliza kidato cha 4 na akachaguliwa kwenda shule ya serikali. Anaenda shule za, anatoka shule hizi za huria hizi anachaguliwa kwenda shule ya serikali moja kwa moja na anapata haki zingine zote kama za watoto wa kawaida, za wanafunzi wa kawaida. Ni kwa vijana wenye miaka 25 kurudi chini. Kwa hiyo akijaza zile forms, amefanya ile mitihani ya moko, amefuata taratibu zao, anachaguliwa na serikali kupitia TAMISEMI. Anaingia form 5, anaingia vyuo vya kawaida hivi, diploma na kadhalika, anasonga mbele, anaachana ule private na ule uhuria. Kwa mwenye umri tofauti na huo, lakini amefanya vizuri na anataka kuendelea pia. Anaweza kuendelea, mfano tuna kidato cha 5 na cha 6 ndani ya mwaka mmoja. Kwa anaendelea form 5 na form 6 kwa utaratibu wa kawaida. Na chuo anaingia university yoyote na anapewa mikopo kama na sifa za kimkopo kwa mujibu wa loans board. Kwa mfano mimi sasa nimefanya vizuri, natakiwa niende kidato cha 5 na cha 6 hivi nilivyo, na kwenda kusoma kwenye shule yenye kidato cha 5 na cha 6. Sio hizi za formal school. Mwanzo nilisema tuna mifumo ya formal na nani formal. Formal ni hawa watoto wenye kuvaa uniform wa umri wa kawaida ambao wataenda kwa mfumo huo. Mimi na wewe na mwingine tuzidi umri, ukitaka kwenda form 5 form 6 utaenda kusoma shule kama zetu, au tena taasisi ya elimu watu wazima serikalini pale, au utakuja kwetu Brothers Academy na utasonga mbele. Kwa kumalizia, elimu hii ikiitwa elimu ya sekondari kwa njia mbadala ina manufaa makubwa kiasi gani katika jamii zetu? Kwanza inafikisha malengo ambayo mtu amejiwekea. Unajua ni vizuri watu tukaishi kwa malengo. Unajua mtu ukitaka kufanikiwa lazima uwe na focus kwamba mimi ninataka nini kwenye maisha. Sasa hii elimu inakurudisha kwenye ndoto zako za awali. Kuna mtu ambaye anatamani kusoma lakini anakuta enzi zile ambazo ni za umri wake kusoma, wazazi wake hawakuwa supportive, hawakuwa watu wa kishule, hawakuwa na fedha, au huenda hawakuwepo kumsupport hilo. Sasa anagundua kwamba anapaswa kusoma, sasa hana uwezo na umri umepita. Lakini sasa anaporudi kwenye hizi shule huria, anaweza kasoma kwa muda mfupi, shughuli zikaendelea, akarudi kwa yule aliyetamani kuwa hapo mwanzo. Changamoto iliyokuwepo ni kwamba wasomaji walio wengi hawana uwezo wa kutafakari kujua waende wapi. Kwenye sheria, wadau wa sheria wataunga mkono, ni kwamba unapotaka kununua kitu lazima ujiridhishe kwamba muuzaji ndio umiliki halali. Kuna kitu cha buyer be aware. Usiende mahali ukataka kuakwaya kitu, lazima ujiridhishe anayenipa yeye ni mmiliki halali. Sasa unakuta watu wengi wakitamani kusoma hawapati picha halisi ya wapi sahihi waende. Mimi wakati namalizia masters yangu nilifanya andiko moja la kujua mitizamo ya wadau juu ya elimu huria na masafa, kujua kwa nini inachukuliwa hivi ilivyo. Andiko langu liko chuo cha Dar es Salaam pale kwenye library. Kwa hiyo ni mdau na mtaalamu kwenye hii industry kwamba hivi nikikuuliza unavyochukulia unaweza kanipa majibu tofauti na dadangu hapa. Unaweza kabisa hivi watu wanaosoma hivi ni watu aina gani? Unaweza kaniambia ni watu maskini, ni watu ambao hailau za kawaida. Sasa kwa nini mnaiona hivyo? Hayo majibu tutakayotoa ndicho ninachokifanya kwenye andiko langu la degree ya pili ya umahiri, kujua kwa nini. Majibu yake ni pamoja na uwepo wa watoa huduma wasiokuwa sahihi. Sasa. Lakini pia ni wale watoa huduma ni chanzo, lakini pia uwepo wa tunasema asymmetry, information asymmetry, uwepo wa taarifa zisizofanana. Kwamba huyu anawaza hiki, huyu anawaza hiki. Huyu anatathmini hivi, anatathmini hivi. Ndio maana nachukua vile ilivyo. Sasa tunayo kazi kubwa ya kuwajuza watazamaji na wasikilizaji kwamba elimu hii inasaidia Watanzania waliokuwa wengi. Swala kubwa ni ujue unapaswa kwenda kuipata wapi. Sasa tunakushukuru sana mwenyekiti wa shule huria Dar es Salaam, na elimu hii hapa ni elimu ambayo ametupa manufaa yake mengi tu wakati
akizungumza na tumezungumza mengi kuhusu elimu hii. Kama ni sasa unaona kuwa pamoja na majukumu na kazi mbalimbali ambazo unazihudumu kwa hivi sasa, lakini kuna umuhimu wa wewe kurejea shuleni, basi rejea sekondari ukapate elimu hii ya sekondari kwa njia mbadala. Anaitwa Robert Kaijage Rwezaula, ni mwenyekiti wa shule huria Dar es Salaam. Tunakushukuru sana. Karibu tena kwa wakati mwingine. Asante sana na Mungu awabariki sana. Amina. Amina.